kwa ajili ya kwenda kuwekeza ekari hizo 62,000 katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa mkoani Lindi kwa ajili ya kilimo na viwanda. Kuna nini pale tuwekee, vijana wapate ajira, tuongeze pato la taifa. Halmashauri ya Kilwa ibadilike kupitia mradi huu. Kuna uwezekano mkubwa ikatoka kwa halmashauri ya wilaya ya Kilwa ikienda kwa halmashauri ya mji wa Kilwa, na hiyo serikali inatoa nini kwenye jambo hili na sisi kama nchi tunapata nini? Kwanza, serikali kupitia mkoa wa Lindi na halmashauri ya wilaya ya Kilwa inatoa ekari la ardhi 62,000, ameeleza hapa mkurugenzi mtendaji wa TISEZA. Ndicho ambacho tunakitoa. Kwa serikali inachokitoa hapa, inatoa ardhi ambayo ni mali asili ya Watanzania. Tunakabidhi kitu kinaitwa derivative right. Kiswahili chake alikuwa anifundisha hapa Terry, ni hati isiyo asili. Derivative right inamaanisha kwamba kwa mujibu wa sheria yetu ya ardhi, mgeni haruhusiwi kumiliki ardhi hapa Tanzania. Kwa hivyo TISEZA ataimiliki ardhi kwa niaba ya wawekezaji. Kwa hiyo anapewa derivative right ili apate uhalali wa kuweza kutumia ardhi kwa ajili ya uwekezaji. Inamaanisha kwamba anaingia mkataba na TISEZA. Yale ambayo tumekubaliana atafanya 1, 2, 3, TISEZA kwa niaba ya serikali inayatathmini. Anafanya yale, anaenda kutumia ardhi kwa kipindi ambacho wamekubaliana na kulipa kodi ambazo zinahusiana na hilo. Akishindwa, TISEZA kwa niaba ya serikali inamnyang'anya. Na tulifanya hivyo. Hii ardhi tulimkabidhi, anaitwa Bioshep, miaka kadhaa. Tumempa ardhi ile, amekaa nayo, akaanza tu kupanda miti na iangalia tu. Tulipokuja tukasema tumnyang'anye, na mimi nataka kujisifu kabisa kwenye hilo, kwa sababu nilipokuja jambo lilikuwa gumu hili. Tumekaa na mheshimiwa mkoa huyu Lindi, wataalamu walikuwa wamegawanyika, wanabishana. Unajua mheshimiwa waziri, sheria na nini tutashtakiwa. Sasa huyu mtu amekaa na ardhi, ameikumbatia, hafanyi chochote, tuogope kushtakiwa. Tukasema hapana, ndio maana tunaona sheria. Wana sheria yetu, mkae, fuateni sheria zote. Ardhi lazima tumnyang'anye, tumkabidhi mwekezaji mwingine. Wana sheria wetu wa Lindi chini ya kamishna huyu na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali wamefanya kazi vizuri, wamefanya jambo hili kisheria. Hatimaye tumemnyang'anya hii ardhi, tunamkabidhi mwekezaji mwingine. Wanasheria hori, hiyo ndio kazi ya wanasheria wa serikali. Haiwezekani sheria ambazo tumezitunga sisi wenyewe zituteke. Yaani kwamba tumemkabidhi mwekezaji akae tu na ardhi kwa sababu ya tumesaini mkataba. Hapana. Kwa hiyo hii iwe ni salamu kwa wawekezaji wote katika nchi hii. Tutawakabidhini maeneo ya uwekezaji, lazima mfanye uwekezaji ambao tumekubaliana. Pale mtakaposhindwa, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia sheria za nchi hii na wataalamu ambao tunao, tutawanyang'anyeni ardhi hizo, tutawakabidhi wawekezaji wengine bila woga wowote. Ile jambo tunataka liwe very clear. Kwa nataka nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wataalamu wetu. Wataalamu wa mkoa wa Lindi, halmashauri ya wilaya ya Kilwa, lakini vile vile wataalamu wetu kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na wataalamu wetu wa wizara, ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, na wale wa TISEZA. Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Kwa tukisha kumkabidhi, sisi tunapata nini? Tunataka awekeze. Jambo la kwanza nimeeleza jana kwamba tunazingatia vigezo 5 ili kukubaliana kumpa mtu eneo la uwekezaji. Vigezo 5. La kwanza, tunataka kuhakikisha kwamba huyu mtu atazalisha ajira kwa Watanzania. Sio tu ajira kwa Watanzania. Na hapa mmeshasikia uwekezaji huu katika kipindi cha miaka 10 utazalisha ajira 100,000, ambayo mheshimiwa DC 100,000 kwa Lindi katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa itabidi ukatafuta na kwingine. Haitawezekana kuwapata kutoka wilaya ya Kilwa, itabidi utafute mkoa mzima wa Lindi, ukaazime na Mtwara ili wakafanya kazi pale. Kwa hiyo ni jambo kubwa. Kwa hiyo imekizi kigezo. La pili, tunataka uwekezaji unaoingia pale
uweze kutusaidia kuongeza mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi, ili serikali na nchi ipate fedha za kigeni. Huyu anawekeza pale kulima mihogo, hatimaye apate unga wa mihogo apeleke China, wanahitaji sana China. Kwa hiyo tutaongeza mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ndiko na China. Imekidhi kigezo hicho. La tatu, tunataka kitu kinaitwa value addition, kuongeza thamani. Huyu haendi kulima tu shamba, atalima shamba, atatengeneza viwanda pale. Kwa atalima shamba, wakulima wetu watapata, nimesema wale ajira 100,000, lakini wakulima 10,000 hapa. Wakulima 10,000 watafaidika na jambo hili. Sasa wakishalima watapeleka kwenye kiwanda kitakachojengwa pale pale. Kwa mihogo, soya beans na mazao mengine yatachakatwa. Kwa tunaongeza thamani, tutasafirisha unga wa mhogo. Hatutasafirisha mihogo kwenda China. Tutasafirisha nini? Unga. Kwa tutakuwa tumeongeza mauzo, tumefanya hiyo value addition. Sasa mradi wetu Mheshimiwa Waziri ni mradi ambao utakwenda kubadilisha kabisa wilaya ya Kilwa. Kabisa. Hivyo vijiji 4 vinaenda kubadilika kabisa Mheshimiwa. Mheshimiwa, sisi mradi wetu ni wa kilimo. Lakini kilimo chenyewe ni kilimo chenye tija, na sisi tunataka kusafirisha haya mazao yaliyochakatwa kutokea Kilwa kwenda nchini China na kwingine kote. Mheshimiwa, chimbuko la mradi huu, kwa nini sisi tumeomba eka 62,000? Wakati kwenye mchakato huu, kabla wewe ujaja, tulikuwa tunauliza maswali mengi sana. Na mmoja ya waziri ambaye alikuwa ananiuliza maswali mengi alikuwa ni Waziri Lukuvi. Kwa sababu Mheshimiwa, nilianzia kwake huko tulivyoanza kutafuta hii ardhi. Akaniambia, Simbeye, kwa nini mnataka ardhi kubwa kiasi hichi? Kama ni mhogo simkanunue kwa watu. Sasa nikwambie Mheshimiwa Waziri, hichi kilichotokea. Na nitaongea kwa ufupi, najua umesema tufanye haraka. Mwaka 2014 huyu mwekezaji alipata order ya kupeleka mhogo, zile mhogo tunaita makopa, lakini kwa Kiingereza tunaita cassava chips, tani 2,000,000 kwenda China. Wakati huo haturuhusiwi hata kupeleka mhogo wote nchini China. Mheshimiwa, tulichokifanya ni kwa kitu, mimi wakati huo niko TPSF. Tulichokifanya, tukaongea na watu wa Foreign Affairs, wakapachika maneno kwenye speech ya Mheshimiwa Kikwete. Alikuwa anaenda kuongea na, alikuwa anafanya ziara kwenda China. Tukaa kwenye speech yake tukasema ongelee mhogo. Mbwasi huyu ana historia ndefu sana pia. Basi watu wa foreign wakaenda kuongea na speech writer wa president, wakaichomeka issue ya mhogo kwenye hotuba ya rais. Akaenda nayo mpaka kwa Xi Jinping, akayazungumza yale maneno ya kupeleka mhogo China. Bahati nzuri Mheshimiwa Rais wa China akayakubali, na kutokea pale zikaanza process sasa za kuweza kuingiza mhogo China. Nakumbuka Madam Feng alifanya utaratibu fulani kutoka China. Kule China kuna taasisi moja inaitwa AXIC. Nadhani Mbwasi unaijua. Ile taasisi ya AXIC mpaka waje hapa wakague laboratories za hapa, wakague kila kitu, ndio wanakupa certificate ya kupeleka kuishauri serikali yao kwamba Tanzania inaweza kupeleka mhogo kule. Hiyo yote tulifanya. Na mwaka 2017 kwenye mkutano wa FOCAC tukasaini MOU kati ya Tanzania na China kupeleka mhogo kule. Sasa baada ya hiyo kusaini, tukaamua sasa tuanze kutafuta. Huyu mama akaamua kwanza atafute sasa mhogo apeleke China. Mheshimiwa Waziri, nataka nikwambie kitu moja. Alizunguka huyu Tanzania hizi zote mpaka Musoma kule. Tutafuta mhogo. Yani yale makopa ya mhogo. Alishia kupata tani 1,000. Madam Dior, you only managed to get 1,000 tons from Tanga and Mtwara. Tanga na Mtwara. Sasa katika hizo tani 2,000,000 kulikuwa na masharti ya hiyo agreement kwamba yani ile meli ikiondoka, mzigo wa kwanza, mzigo mmoja lazima uwe na tani 2,000. Sasa wewe una tani 1,000. Huwezi kupeleka huo mzigo mpaka zitimie tani 2,000 ndio mzigo mmoja unaondoka. Kwa chimbuko likuanzia na kuanza kutafuta maeneo. Na bahati nzuri katika kutafuta maeneo tulipokwenda mkoa wa Lindi, kwa wilaya ya Kilwa, wakakubali kwamba hiyo ni idea nzuri na haikuwa shida sana wao kutusikiliza. Kwa hiyo ndio chimbuko kwa nini tulitaka eka 62. Sasa eka 62,000 hata hizo zenyewe hazitoshi kuweza kupata mhogo wa tani 2,000,000, hazitoshi. Mheshimiwa, tutajenga uwezo wa kulima wote katika wilaya yote ya Kilwa, na sio wilaya ya Kilwa, hata nje ya Kilwa, ambapo tutataka kuongeza tija ya zao la mhogo. Mheshimiwa Waziri, naomba niseme mambo manne. Jambo la kwanza, kukushukuru sana kwa kutenga muda kuja kushiriki hafla hii muhimu, lakini pia kwa jitihada zako binafsi za kukwamua mradi huu. Ameshazungumza
ndugu Simbeye, mchango wako kwenye hili, na mimi binafsi pamoja na wenzangu pale TISEZA tunajua kwamba tunaye kiongozi ambaye anatupigania kuhakikisha kwamba masuala yote ya uwekezaji yanafunguka. Na pia hili nimshukuru pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Lindi pamoja na Mkuu wa Wilaya ya Kilwa kwa kuhakikisha kwamba uwekezaji huu unafanyika. La pili, pongezi kwa mwekezaji kwa uvumilivu wake, na Mheshimiwa Waziri najua hili pia utalisema. La tatu ni kuujulisha umma kwamba mwekezaji huyu hapewi ardhi ya bure. Anapewa ardhi na mkataba kutoka TISEZA. Ardhi yote ya Tanzania inamilikiwa na Mheshimiwa Rais kwa niaba ya Watanzania wote. Mwekezaji huyu asipotekeleza mradi wake, ardhi hii iko ndani ya mamlaka zetu za ardhi kuirejesha na kumpa mwekezaji mwingine, kama ambavyo kulikuwa na mwekezaji mwingine ambaye hakutekeleza na mradi wake ukachukuliwa akapewa mwekezaji huu. Kwa hiyo nitaka tutoe hiyo tashwishwi na hofu kutoka kwa umma kwamba there will be a performance contract ambayo inakuwa signed kati yetu na wao, na tutakuwa tunawasimamia sisi kama mamlaka ya uwekezaji kuhakikisha wanawekeza. La mwisho ni wito wa kuwaomba wadau wote wenzangu wa mamlaka ya uwekezaji, halmashauri zetu, tawala za mikoa, serikali za mitaa, kuhakikisha kwamba tunamsaidia na kusupport uwekezaji huu ili uweze kufanikiwa. Habari zenu. Honorable Minister, it is with immense gratitude and joy that I stand before you today. The ceremony marks the realization of the 7 years long dream rooted deeply in the promise of the Kilwa and the Tanzania. Secure the land title of this 62,000-acre project dedicated to the modern cassava farming and establish a state-of-the-art export process zone was a challenge undertaken. To all the government teams that guide us, we say Asante Sana. A special acknowledgement goes to the Honorable Regional Commissioner of Lindi, the Honorable District Commissioner of the Kilwa, and the professor teams of the TISEZA led by the Mr. Terry, the Director General. Your commitment to this investment was important in the reach this great milestone. Honorable Minister, today's success would not be possible without your decentralized leadership and indicate official. Your personal intervention turned years of forward into the reality in the matter of the months. Asante sana. Sisi watu wa Lindi na wilaya ya Kilwa kwa ujumla tuna utayari mkubwa sana kupokea mradi huu. Na kwa kuonyesha kwamba tuko tayari, mpaka jana ratiba ya zoezi hili ilikuwa ifanyike Kilwa. Lakini pamoja na mabadiliko na taarifa za muda mfupi kwamba tutafanyia hapa Dar es Salaam, unaweza kuona namna gani tuko tayari, na ndio maana viongozi wote wa ngazi ya mkoa, sisi wa wilayani, pamoja na vijiji vyote ambavyo vinafikiwa na mradi huu tuko hapa leo. Lakini kwa nafasi yangu kama mkuu wa wilaya ya Kilwa, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, niwahakikishie viongozi wenzangu wa kiserikali pamoja na wawekezaji, wilaya ya Kilwa ipo salama 100%. Niwahakikishie kwamba shughuli zote za mradi zitakuwa salama kwa 100%. Sisi tunakubaliana na tuna kauli mbiu yetu pale Kilwa kwamba Kilwa amani na maendeleo. Sisi cha kwanza tunasimamia amani. Tunajua amani ndio msingi wa maendeleo ya wananchi.